Wa min huquqihim, katika haki za watawala, an-nasihatu lil-amiri sirran ba'idan an itharati wa tahwil. Sisi katika da'wa yetu, katika kuwapa haki watawala, ni kuwapa nasaha kwa siri. Kuna watu wanapata fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali, kama ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri mkuu, makamu wa rais na watu mfano kama hao. Wana dukuduku la wakereketa huko katika nafsi zao. Wakipata nafasi ya kukutana nao, badala ya kuwafikishia lile la haki wanalolijua ambalo linawakereketa, wao ndio mwanzo wanapeleka proposal zao pale wakitaka mapesa na kusifu kwa unafiki. Haya yalipita sana hapo nyuma mtaani. Watu walia wakikutana na kiongozi wanasifu kupita maelezo, mpaka wengine watakufanya kuwa huu Mungu nini hii. Lakini wakati huo ukimwona mtawala hayuko katika hali hiyo ya ususuwavu, mathalan watataka kumparamia kwenye mimbar, kwenye majukwaa, kwenye madhabahu na sehemu mbalimbali, eti wanaidai haki. Sasa katika Uislamu sisi tutafundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi kwenye kitabu cha al-Imam Ibn Abi Asim na wengineo, utakuta na hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahaba anaitwa Iyadh ibn Ghanmi radhiyallahu anhu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man arada an yansah lidhi sultanin fala yubdihi alaniya waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi lahu. Katika riwaya nyingine imekuja hivyo, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahir. Usisimame kwenye majukwaa ukaanza kumkataza maovu, halitasaidia hilo. Sikwambii kumkashifu ukasimama mbele ya hadhara za watu, mbele ya raia, mbele ya vijana, pengine wengine ni wa makamu ya mtoto wa huyo kiongozi aweza kuwazaa, ukamtukana yeye na baba yake na mama yake na familia yake, ukamtukana kwa madai kwamba unataka haki. Sheria ya Kiislamu inakwambia hapana, hata kama unaodai ya haki usiseme mbele za watu, nenda faragha. Na sisi tunawaona watu wengi wanapata fursa hiyo, lakini kwa unafiki wao hawaitumii. Atakwenda kwenye mitandao, ndio atakwenda kuandika kuwachafua viongozi kwa kashfa. Sisi hatuwatetei wao bure kwa sababu ni wao, la, Uislamu unalikataza jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu litapelekea kudhoofisha sehemu ya mamlaka, na sehemu ya mamlaka ikidhoofika, amani itatoweka. Wenye jeuri zao watadhihirisha jeuri zao, wenye uovu wao wanaweza kuutekeleza kwa sababu hawana wa kumwogopa. Kwa hiyo damu zitamwagwa, heshima zitavunjwa na mali zitaporwa. Kwa nini? Kwa sababu mmedhoofisha sehemu ya mamlaka. Na ndio maana ikakatazwa watu wasifanye uasi dhidi ya watawala kwa kutumia njia yoyote ile, hata kama mtawala atafikia kiwango cha kuwadhulumu watu na kuwapiga na kuwanyang'anya mali zao, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile katika kuchunga haki za watawala ni kutokuzitangaza aibu za watawala na kutokuwatukana watawala na viongozi, na watu wasiwahamasishe raia kujitoa nje ya utiifu wa watawala. Dini hiyo sio kwa silaha wala kwa maneno wala kugombana nao, lakini demokrasi inawapa ujeuri wa watu kufanya hivyo, na ni demokrasia ya uongo, kwa sababu demokrasia haifahamishi wala haipelekezi kwamba waruhusiwa kumtukana mtu yoyote mahali popote, au kuhamasisha watu wasiwe tayari kuwa katika amani kwa sababu kuna madai fulani na fulani hayatekelezwa. Uislamu haukubaliani na jambo hilo. Lakini
wanaotumika kutoka nje ya nchi zetu au wenye tamaa zao binafsi tu, kwa kuwa wanatengeneza mazingira ili wapewe pesa au wapewe miradi wapate kunufaika wao na familia zao, wao hawana mipaka katika kulisimamia jambo hilo, wako tayari kufanya jambo lolote, lakini ngao yao ni raia. Sasa raia katika nchi hii tuko makundi mawili makubwa. Kuna raia waislamu ambao ni sisi hapa, na kuna raia wasiokuwa waislamu. Wengi katika wale wasiokuwa waislamu wana viongozi wao wanawasemea, na wao wanawasikiliza na kuwatii na wanawasifu, hata kama yale wanaoyasimamia ni ya makosa, hata kama yanahatarisha usalama wa nchi, lakini watawasikiliza wale. Sisi waislamu tumekosa hilo, pengine pia tukaungana mkono na wale. Tuna akili kweli? Sisi hatuna miongozo yetu, hatuna mafunzo ya mtume wetu. Tunayo. Kwa nini tunayakiuka? Kitu gani sisi kimetusibu? Wale wanawasifu, wajua wale mtu achaguliwe nafasi ile mpaka awe na PhD, degree 3. Degree 3 za nini? Laiti mngejua nafasi ya ushekhe katika Uislamu. Sizungumzi ushekhe wale watu wanavaa kofia na kanzu wakajiposti kwenye mitandao, mtu akawa ajua aya 2 na 3. Nazungumzia ushekhe kwa maana yake halisi. Mtu akisoma elimu ya Uislamu kwenye fani zake zote, akaijua sheria na misingi ya dini, huyo profesa wako atasubiri masafa marefu sana. Sikwambii mwenye PhD tu, hizi daraja za mpaka kwa profesa za kuungaunga hizi, atasubiri sana ndio atafika kwenye daraja. Pengine kwa mbali atamwona yule shekhe kashapiga hatua kule. Ni vile nashindwa kuelezea ule Uislamu na elimu zake namna zilivyo. Sasa msichukulie kwamba kila anayezungumza awa shekhe. Kule kuna wajanja tu, hata siwezi kujirekodi chumbani ukavaa kanzu na kilemba ukasema ndio shakuwa shekhe. Nazungumza kwamba kwa maana ushekhe, mtu Muislamu aliyesoma dini yake akaielewa kwenye misingi yake, huwezi kumfananisha na huyo profesa wako hata siku moja. Kwanza fani yake alitakiwa awe mgunduzi kwenye alichokisoma, hajagundua kitu mpaka leo. Mpaka leo tuagiza kutoka Uchina, kutoka Ulaya, kutoka Amerika, kutoka Arabuni. Ndio hivyo. Nati tu ya kufunga kwenye gari hawezi kugundua. Mpaka toke vijiti vya kuchokolea meno kutoka China. Ni miti imejaa tele huko. Sasa huyo tumfananisha na mtu shekhe alitaalamika bwana. Sasa narudi kwa hawa kwamba eti kuna watu wanasema kwa kuwa wana PhD na akizungumza tatia Kiingereza. Kiingereza sio elimu. Kakudanganya nani kwamba Kiingereza elimu? Uje hizi fikra, yani watu wamesetiwa kwenye akili, ile mindset imewekwa, mtu kasetiwa ile akili yake mpaka akaamini kwamba ustaarabu ni huu, na yeye kakubali kwamba huu ndio ustaarabu. Nchi zimeendelea bila Kiingereza, China, Urusi, amwoni nyinyi, India, Uarabuni, Uturuki, Wafaransa, Wajerumani wazungumza Kiingereza. Wanaifanya Kiingereza ni lugha tu katika lugha za mawasiliano kama lugha nyingine, lakini sio elimu kwamba umesema afu katika Kiingereza. Zile lugha mara nyingi watumia watu kwa ajili ya kubabaisha. Watakubabaishwa wewe, utakudanganywa hivi. Sasa nisiende sana kwenye jambo hilo, msije mkaona kwamba mbona yapinga elimu. Elimu si Kiingereza bwana. Sasa Watanzania kwanza hawajui Kiingereza. Kwani Kiingereza si lugha mkoloni tu?
Mwingereza asingekuja angebaki Mjerumani mpaka tutapata uhuru. Watu wangekuwa zungumza Kijerumani. Kama vile Mozambiki amekaa Portuguese pale Mreno mpaka wakapata uhuru. Wasungumza Kireno. Hawana vyuo vikuu. Hawana wataalamu. Mna akili gani? Mtakuwa dharau mashehe zenu eti kwa sababu wanayasema kwa lugha ya dini na hawatii Kiingereza, mkawathamini watu wengine. Hizo ni akili za matope kama sio kamasi. Kwa hiyo nataka niweke sawa kwanza hapa. Waislamu wana maarifa na wana utaalamu kwenye dini yao. Sasa nchi hii ina Waislamu na ina Wakristo na wengine wasiokuwa, lakini Waislamu wengi kisha Wakristo. Mkitaka ndio hivyo, msipotaka hata mkikasirika ndio hivyo, yani haibadiliki. Yani huo ndio kweli. Umeelewa? Sasa kwa nini sisi tulio wengi tudandia agenda za watu? Hivi sisi Waislamu hatuna madai yetu ya haki? Leo kuna watu wanatangaza kwenye mitandao na kwenye baraza yao mbalimbali kwamba hawako tayari kusubiri mpaka watendewe haki, na hii haki wanayoidai ni kwa Watanzania wote bila ya kubagua Muislamu wala Mkristo. Watu wote waungane kwenye kupigania haki. Waulizeni, haki ipi? Mbona sisi tushadai haki sana na nyinyi wanaharakati hamjatutetea? Tumedai haki zetu sisi, na tutataja kama mifano tu michache, lakini hujasikia chama cha siasa wala kikundi cha harakati, si ndani ya nchi wala nje ya nchi, waliosimama kutetea haki ya Waislamu. Hebu naulizeni, hii serikali ilipokaa na makanisa wakapatana kwamba serikali itoe gawio kwenye mali ya walipa kodi, wakiwemo matajiri wa Kiislamu na maskini wao, kwa sababu katika nchi hii wanaongoza kulipa kodi nyingi ni Waislamu. Mzee Baharesa anaongoza, ndio ripoti ilivyo, sijui mwaka huu. Lakini gawio latoka kwenye kodi ya Waislamu laenda kanisani kusaidia mahospitali, kusaidia mashule na vyuo vikuu, kusaidia harakati zao mbalimbali. Mabilioni ya pesa tangu miaka hiyo ya 90. Hili jambo limefichuka hivi karibuni, watu wamelijua. Sasa sisi Waislamu jamani, na misikiti yetu hii hatustahili kupata gawio hilo? Hiyo sio haki? Je, na sisi tutumie nafasi yetu kuhamasisha Waislamu watoke barabarani wadai haki? Nyinyi wanaharakati mlikuwa wapi? Nyinyi wanasiasa mko wapi? Na haya mwayajua. Nyinyi maaskofu mko wapi? Mbona haki hii wanadhulumiwa au wananyimwa raia wengine walio kama nyinyi? Kwa nini? Alafu baadaye mwawacheka, Waislamu wana maendeleo bwana, Waislamu wajua wana maendeleo. Hatuna maendeleo vipi na pesa zote mwachukua nyinyi? Tutapata wapi maendeleo? Kwa hiyo hawako tayari kudai haki za Waislamu. Waongo wanadai haki za matumbo yao. Sasa hili mpaka nitumwe ndio niseme kwamba sasa kaseme hili mpaka nitumwe? Hakuna kunituma wala hawezi kunituma. Nitazungumza ili kuweka sawa akili za Waislamu, wajue kwamba hakuna katika nchi hii anayeweza kusimama kuwatetea Waislamu haki zao. Wanadanganywa. Haki, wajua haki. Waongo. Lakini sisi kinachotuzuia ni hii misingi ya dini yetu. Hata leo akitokea katika wanaharakati atakayesimama akataka kuingiza watu barabarani kwamba sisi tuna haki yetu hii, tumedhulumiwa, hata mimi nitampinga. Msije mkasema kwamba sasa mbona una double standard huku wazabaidi. Natoa mfano tu na ule ukimya wetu na utulivu wetu, kwa sababu dini imetufunza, na kama kuna njia ya kudai haki basi ifuatwe njia hiyo, na sio kusimama kwenye majukwaa na kuwatukana watu. Ukaanza kutukana maaskofu, ukaanza kutukana wachungaji, ukaanza kuwatukana viongozi. Sio katika dini yetu. Pamoja na kwamba matusi yako mengi, kwa nani anasiweza kutukana?
Hebu niambieni nani hawezi kutukana? Lakini malezi na adabu na heshima ya Uislamu na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo inawafanya watu wakawa wapole. Sio kwamba unajua hawa Waswahili si kwa sababu ya Uswahili. Nyinyi mwajua vijana wa Kiislamu wakicharukwa akili zao zinavyokuwa, lakini ni dini ndiyo inawafanya warudi chini, wawe na ustahimilivu. CCM na kitaja Chama cha Mapinduzi katika moja ya kampeni zake kwenye miaka ya nyuma iliyopita ilitangaza kwamba katika moja ya ilani yake ni kwamba itawapa Waislamu mahakama ya kadhi. Si ndio hivyo? Je, Waislamu walipewa mahakama ya kadhi? Na ilipozungumzwa mambo haya kwenye bunge lilikubaliwa jambo hili? Nani alikataa? Lakini Zanzibar mahakama ya kadhi ipo, Kenya mahakama ya kadhi ipo. Hapa tu kuna mabwana wakubwa hao hawataki. Watatumia pesa za serikali, sasa itakuwaje na hizo zenu mnazokula za serikali? Sasa mbona wanaharakati na wapigania haki, mbona hii haki hamuisemi? Mbona hamtuungi mkono? Tanzania ilitaka kujiunga na OIC. Waziri mwenye dhamana akathibitisha kwamba kujiunga katika muungano huu kuna faida kwa taifa na wala hakuna madhara yoyote. Wenzetu Uganda na nchi nyingine, Komoro, wanapata misaada, wamejiunga na nchi hizi za Kiislamu. Kwa na sisi Tanzania tujiunge kwa sababu ni OIC, raia wa daraja la kwanza, VVIP. Wakasema hapana, tukakataliwa bwana, na ni jambo lenye kuleta maslahi kwetu sote, lakini kwa sababu tu Islamic likakataliwa. Waislamu wamekaa kimya, wala hawana neno wenyewe, na misuli yao wamekaa barazani, wanakunywa kahawa, tangawizi, alkasusu, hawana shida. Sasa haki gani mnayotaka kuipigania kwa niaba ya Waislamu? Tustekwe na fikra za watu, tujalie kweli kuna haki yataka kupiganiwa, lakini Uislamu unatufundisha taratibu za kuizungumza haki na kuifikisha kwa muhusika na sio matusi. Tusikubali jambo lolote ambalo litatupelekea kudhoofisha usalama na amani na utulivu katika nchi zetu. Tusikubali. Sisi tuna mifano iliyo hai kabisa. Majirani zetu mbalimbali au nchi za karibu na sisi zimeharibika kwa sababu ya maneno ya watu wanaodai haki kwa uongo. Maandamano, tuingie barabarani, wampinga mtawala, lakini ukishaingia barabarani wanachoma magari ya raia wenzao, wanavamia biashara za raia wenzao, wawatie hasara. Sasa haki ipi inayodaiwa hapo zaidi ya roho mbaya na uhasidi? Demokrasia gani? Fuatilieni vijana harakati za mwaka 2012 wakati nchi za Kiarabu au kaskazini mwa Afrika zilipoanza kuingia katika machafuko. Nchi kama Libya ni nchi ilituzidi kwa kiwango kirefu sana kwenye maendeleo na utajiri, huduma za kijamii, hospitali, miundombinu mbalimbali, huduma za maji, umeme, barabara. Tungetumia miaka mingi sana mpaka kuwafikia wao, bali kwa maisha yao na kipato chao walizizidi mpaka nchi za Europe. Lakini kwa uhasidi wa nchi za magharibi na ulafi na tamaa za baadhi ya wanaharakati, wakachochewa, wakaambiwa wadai haki. Kwa nini hawapati haki ya kujieleza? Hawana uhuru wa kujielezea. Kwa nini? Hakuna demokrasia tangu alipopindua Gaddafi miaka hiyo mpaka leo. Kwa nini yeye peke yake demokrasia? Wakachochewa na shayatinul insi wal jinn, mashetani katika watu na majini wakawachochea, wakaona wanaoambiwa ni kweli, wakaona kwamba wanayofanya ni ushujaa,
wakaingia barabarani. Na kweli katika mambo mengine Gaddafi alikuwa ana roho ngumu, alikuwa akiwakongota kikweli kweli, ananyonga kupita maelezo, ukileta upuuza kunyonga. Lakini subra iliwashinda kwa sababu ya uchochezi wa nje kwa kisingizio cha demokrasia na kudai haki. Wakaingia barabarani, maandamano yakaanza kidogo kidogo, mara Tripoli, mara Benghazi, mara wapi, mara nchi imelipuka, nchi ikameguka. Mpaka nchi kishameguka tu ikawa hawa badala, mfano wale maafisa usalama badala ya kuihami nchi wakaungana na wananchi, jambo lisharibika hapo, ima kwa sababu ya ukabila au kwa sababu ya udini, basi nchi ishaisha. Na hayo yalitokea, nchi ikameguka, watu wakaingia vitani, Gaddafi akauawa, wakamburuta barabarani uchi, kila kitu kikavunjwa, miundombinu yote ikaharibiwa, watu wakashangilia kwamba amemuua tawaghuti Gaddafi. Kipindi cha mwanzo kile maandamano yameshtadi, Gaddafi akaiamrisha TV ya taifa katika nchi yake itangaze mihadhara na irushe fatwa za wanawazuoni wa kisalafi, kwa sababu wanawazuoni wa kisalafi wanakataza maandamano na kutoka nje ya utawala. Lakini too late, yeye atakuitumia dawa salafia kama ndio kinga yake ya kujihami na ndio karata yake ya mwisho. Lakini wananchi wako hukuaminisha hivyo, mlipuuza dawa salafia, mkaona haina maana, kwamba ni dawa ya kidaruweshi, dawa isiyo na mpango, mkawatanguliza wengine wasio na maslahi na nyinyi, wanajikomba kwenu ili wapate mlivyo navyo, lakini hawawezi kuambia haki. Utakwenda atakurogea, atakufanyia hivi na hivi, utaona kwa kweli kweli kwamba huyu ndo mtu kweli kweli, lakini hawezi kukusaidia kwenye jambo lako. Ikawa sasa atoa fatwa za kina Sheikh Ubaid al-Jabi, TV ya Arusha na redio, la yajuzu khuruju ala al-hukam, haifai watu kutoka na kufanya uasi dhidi ya watawala. Nani atasikia? Kwa hiyo tukitaka hali hizi ziendelee kuwa shwari katika nchi mbalimbali, lazima watu wauelewe Uislamu huu. Raia na viongozi wao wataishi kwa amani. Wakamuua Gaddafi, nchi ikapinduliwa. Haya, niambieni leo. Na katika mapambano yale, sitaki kusema kwa uwazi, lakini ni mambo tumeyaona. Nchi za magharibi zimepeleka drones kupiga visima vya mafuta, kupiga majumba, kupiga sehemu za kiutawala mbalimbali. Akadhoofika Gaddafi, akataka kukimbia, wakamnyaka, wakamuua. Haya, washamuua, nchi wameipindua. Alafu huu ni mfano wa nchi moja, tusikwambii nchi nyingine za hapa Afrika, Sudani na wapi na wapi. Sasa hatuzingatii. Kwa hiyo mimi maombi yangu kwenu, kwanza tuujue Uislamu sahihi. Mimi nawapa kama challenge, nawapa kama homework, mrudi muusome Uislamu sahihi, mlinganishe haya ninayowaambia na yale mtakayoyasoma kwenye Uislamu sahihi. Kama ni ya kweli, basi yasikilizeni na muyatii. Akili yako ikikwambia uongo, achana nayo. Mimi nishafikisha ujumbe wangu, sina kazi kukulazimisha wewe kwamba lazima uamini. Lazima hiyo haipo, lakini mtayakumbuka haya maneno yangu. Lakini pia msiogope lawama za wenye kulaumu, kwamba mtalaumiwa au mtatukanwa. Muhadhara huu ukiuzungumza, ukiuweka kwa YouTube, utaona ile matusi pale, tusi, tukana kweli kweli. Sasa mimi nimelala nyumbani kwangu, unadhurika nini na matusi yenu? Sasa wewe waogopa nini? Msiogope. Lakini pia mnapoijua haki muitetee. Watu watakapokuwa wanasimama kuwapiga vita baadhi ya watawala kwa sababu ya dini zao, na mkaliona hilo wazi, wateteni. Usisubiri kulipwa kwamba sasa mimi kutetea alafu utalipa nini. Usisubiri hilo, fanya lillahi rabbil alamin. Akitukana usimtukane, akileta hoja ijibu. Hatufundishi matusi kwamba akitukane mtukane, kwa sababu matusi kila mtu aweza. Mtu aweza comment tu akatukana tusi kubwa kwa herufi kubwa,
naweza kumtukana matusi 200 kwa herufi kubwa na nyingine ndogo, lakini maana yake nini? Haileti maana yoyote. Lakini akileta hoja, akidhani kwamba hii ni hoja, ijibiwe. Sisi si watu cheap kwamba tuweza kununuliwa tu hivi vijitu vyepesi kwamba vikipewa pilau waweza kusema lolote. Sio sisi. Kama wapo wa kuwanunua ni wanasiasa, leo kasema hivi, kesho kanunuliwa kenda huku. Sitaki kusema ile maneno baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Siasa za nini hizo? Ana maneno yake wanayasema watu. Leo uko huku, leo wataka nini? Sasa sisi hatuko namna hiyo. Anadhania kwamba sisi ni watu cheap, kwamba anaweza kutununua leo, wajua tukiwanunua wale kesho tutafanya. Sisi hatuko hivyo. Si mashehe ubwabwa sisi. Sidhania kwamba mashehe ubwabwa sio sisi. Ukitaka kutukulisha tutakulisha hata wewe. Kwa hatununuliki sisi. Tunazungumza haya dinan, kwa sababu ya dini, na kuwazindua waislamu wenzetu wasibabaishwe na wasidanganyike wakaona kwamba kuna mbadala wa amani. Mkikubali kuivunja amani na utulivu, kwamba amani gani bwana? Watu wauliwa bwana. Amani gani bwana? Watu watekwa bwana. Kwa hiyo hii iondoke yote. Tusiende tena misikitini, watoto wasiende maskuli, wasiende madrasa, wasiende shule, watu wasiende sokoni, wasifungue maduka. Ndio? Haiwezekani. Sasa sisi kwa ule wingi wetu na uelewa wetu na maarifa makubwa tulionayo kwenye dini yetu na misingi imara ya dini yetu, tusimamie haya. Lugha yetu iwe sisi ni kuipalilia amani ya nchi na usalama wake na utulivu wake, na mkiipoteza amani hii mtalaaniwa na vizazi vijavyo, kwa sababu kurudisha amani hii na utulivu, kuvunja amani ni jambo rahisi tu, lakini gharama ya kuirudisha amani haiwezi kufidiwa na yoyote katika sisi hapa. Watu wangapi watakufa, mali ngapi zitapotea, heshima ngapi zitavunjwa. Mambo kama haya hupelekea wanawake kubakwa, watu kufanywa mambo mabaya. Sisi hatutaki hayo yatokee. Tuweni na utulivu na amani, tuweni na subra, tuombeni dua. Na katika mambo ya msingi ambayo jambo tutamalizia hapa, sisi waislamu tutakiwa tunapopatwa na matatizo au tuko katika hali ya amani, tukithirishe kuwaombea dua watawala, wawe wema na waongoke. Tumeona mtawala huyu aenda huku siku, tumuombee dua Allah amrudishe katika njia. Tumeona mtawala ni dhalim, tumuombee dua Allah amrudishe kwenye uadilifu. Hana huruma na raia wake, tumuombee mtawala Allah ampe moyo wa huruma. Na dua yako kumuombea mtawala ni dua yenye thamani sana. Al-Imamu Al-Munawi rahimahullahu ta'ala anasema maneno mazuri katika kitabu chake kinaitwa Faidhul Qadir, kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 49, anasema wakadha as-sultanu ja'alahu Allahu ma'unatan li khalqihi fayusanu mansabuhu 'ani as-sabbi wal-imtihan liyakuna ihtiramuhu sababan limtidadi fai'i Allahi wa dawamati ma'unati khalqihi. وقد حذر السلف من الدعاء عليهم فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. anasema imana wachuoni huyu al-Imamu Abdurrauf al-Munawi katika kitabu chake Faidhul Qadir, sultani mtawala Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ndiye msaidizi kwa viumbe wake. Kwa hiyo cheo chake kilindwe, asitukanwe, asidhalilishwe, ili kuwa kule kuheshimiwa kwake ni sababu ya kuendelea kivuli cha amani cha Allah subhanahu wa ta'ala na kudumu msaada kwa viumbe wake. Ndiyo maana wanawazuoni wa salaf wakatahadharisha kuwaapiza na kuwalani viumbe, kwa sababu ukimwapiza, ukimwombea dua mbaya na ukimlani, ndio atazidi uovu na wao raia watazidi kupata balaa. Wayazdadu albalaa
ala almuslimin, na watazidisha balaa kwa waislamu. Ukimwombea mabaya awe mbaya, atazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo wewe unachotakiwa umuombee mtawala dua njema. Na sisi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tumwambie Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منا وما بطن، وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. nimefika mwisho wa muhadhara wangu huu, na bila shaka nilichokifikisha kimeeleweka, na ninaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya niliyosema ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake na kwa ajili ya kuitoa ilmu ya haki, iwanufaishe wapenda haki wanaotaka kujua haki, na kadhalika iwarekebishe wale wasiotaka haki, iwafanye waipende haki, waifuate. Na kama kuna mahali nimekosea, nimeteleza, basi namuomba Allah anisamehe, na hayo hayatokani na Uislamu, hayatokana na udhaifu wangu mimi wa kibinadamu. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa tumefika mwisho muhadhara wetu. Tunawaomba ndugu zetu nyote mliohudhuria hapa, Allah wahifadhi, mrudi nyumbani mlikotoka salama, na muufikishe ujumbe huu, mueneze kwa wengine ambao hawajafika, na muikubali, muifuatilie da'wa salafia. Yafuatilieni haya tunayozungumza sisi, yafuatilieni, yafanyieni kazi. Sio lazima unifuate mimi sitaki wafuasi, natosheka kuwa mwalimu, nasomesha dini. Lakini nyinyi fuatilieni kile mnachokijua kwamba hii ni haki, kichukueni, wala usimtaje mimi. Jifanye kwamba ulisema wewe ni haki, ieneze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.